السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل. Ndugu zangu Waislamu, bado tumo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameuchagua na akaufanya ni wenye kubarikiwa, akaweka kheri nyingi ndani yake, akafaradhisha ibada ya saum ndani ya mwezi huu, ambayo lengo lake ni kutufanya sisi tuwe wacha Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Enyi mlioamini, imefaradhishwa juu yenu saum kama ilivyofaradhishwa kwa waliokuwa kabla yenu, ili mpate kuwa wacha Mungu. Ucha Mungu ambao ndiyo mafanikio yetu na ndiyo kufaulu kwetu katika maisha yetu ya hapa duniani, kadhalika ndiyo kufaulu kwetu kwa maisha yetu ya akhira. Ni siku chache zilizopita tulianza kufunga siku ya kwanza ya mwezi huu wa Ramadhani, na leo tuko siku ya 17. Hii ni ishara kuwa siku zinakwenda kwa kasi sana, na ni ishara kuwa Ramadhani inamalizika. Siku zilizobaki kuikamilisha Ramadhani ni chache kuliko ambazo tayari tumeshazifunga. Kitu gani ni muhimu wakati wa kuelekea kuumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani? Ni muhimu kwa kila Muislamu kufahamu kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amejaalia kheri nyingi za mwezi wa Ramadhani mwisho wa Ramadhani, katika kile kipindi ambacho
sisi tumeanza kulegeza kamba, tumechoka, tumeanza kupunguza baadhi ya ibada ambazo tulijitahidi kuzifanya mwanzo wa Ramadhani. Tumeanza kupunguza kusoma Qur'ani, tumeanza kupunguza kuswali swala za sunna, wakati tuliweka azma kwamba Ramadhani hii basi sitakosa mimi zile sunanur rawatib, sikosi mimi kuswali qablia, sikosi kuswali baadia. Sasa zimeanza kupungua, tumeanza kupunguza swala za tarawih, hamu ya utoaji wa sadaka na kuwafuturisha watu imeanza kupungua, katika wakati ambao fikra zetu na mawazo yetu yameelekea katika Eid, kwamba Eid inakuja, Eid ina maandalizi, chakula chake itakuwaje, tutamualika nani, tutakwenda wapi, katika wakati ambapo tunawaza maandalizi ya watoto wetu kwa ajili ya sikukuu, kuwatafutia nguo. Kwa hiyo tukaingia duka moja na kutoka duka jingine tukitafuta mahitaji yao katika wakati huu ambao tumepunguza ibada. Kumbe ndiyo wakati wa kutakiwa kushamiri na kujitahidi katika ibada, kwa sababu 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo lenye kheri nyingi kuliko 10 la mwanzo wala 10 la pili. Na mafundisho haya tumeyapata kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika hadithi aliyopokea Imam al-Bukhari ndani ya sahihi yake, kadhalika Imam Muslim kutoka kwa bibi Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha dakhala al-ashr ahya layla wa ayqadha ahla wa jadda wa shadda mizara. Anasema bibi Aisha, mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa linapoingia 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani, alikuwa akikesha katika wakati wa usiku, kadhalika akiwaamsha ahli zake na watu wa nyumbani kwake washiriki pamoja naye katika ibada, na alikuwa akijitahidi, akijipinda katika ibada. Kadhalika alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam akijifunga vizuri mizari yake, nguo yake ya chini, fumbo hili. Al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala katika sharhi ya Muslim anasema, wa ma'na shadda al-mi'zar al-i'tizalu 'an an-nisa, wa qila huwa kinayatun 'an al-jidd wal-ijtihad fi al-ibada. Na maana ya kukaza mizar vizuri, kama mtu akisema anajifunga kibwebwe, maana yake ni kujiepusha na wanawake, akijitenga nao katika 10 hili la mwisho. Na imesemwa pia ni fumbo hili la jitihada alizokuwa nazo mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika ibada. Kwa hiyo katika hadithi hii bibi Aisha anatuambia katika alikuwa akiyafanya mtume, alikuwa akikesha usiku, akiwaamsha familia yake na akifanya jitihada katika ibada. Moja katika mambo makubwa ya msingi sana ambayo alikuwa akiyatafuta mtume katika hili 10 la mwisho ni ule usiku wa Lailatul Qadr ambao ni khairun min 1000 shahr. Usiku wa Lailatul Qadr ambao ni bora kuliko miezi 1000. Mtu akiwafikishwa katika ibada katika usiku huo, basi ni bora kuliko ibada miezi 1000 nje ya usiku wa Lailatul Qadr. Kheri iliyoje kwetu sisi
kwa umma huu wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kweli umri wetu sisi ni mfupi ukilinganisha na watu waliopita kabla yetu walikuwa wakiishi miaka mingi sana, lakini sisi tumepewa fursa hizi, na huenda kwa fursa hizi tukawa tuko wengi peponi kama alivyosema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa inni la arju an takunu nisfa ahli aljanna, mimi nataraji nyinyi watu wangu mtakuwa ni nusu ya watu wa peponi. Fursa kama hizi sasa, katika miaka yako 10 20 ukazipata Lailatul Qadr 10 20, uko wapi? Ubora wa Lailatul Qadr mnaufahamu nyinyi, kwa sababu Qur'ani imeueleza na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi amesema, na mmesikia sana, inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr, lailatul qadr khairun min alf shahr. Na aya nyingine katika Qur'an, inna anzalnahu fi lailatin mubaraka. Jambo la msingi ni Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ametuambia katika hadithi ambao ni muttafaqun alayhi, taharrau lailatul qadr fi al-ashr al-awakhir min ramadhana, utafuteni usiku wa lailatul qadr katika 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhan. aqulu ma tasma'un wa billahi at-tawfiq. alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Ndugu zangu Waislamu, 10 la mwisho la mwezi mtukufu wa Ramadhani ndiyo 10 lililo na kheri kuliko 10 la mwanzo na 10 la pili. Na sisi sasa hivi tunaelekea katika 10 la mwisho, na siku 10 za mwisho za Ramadhani, kile kipindi chake cha usiku ndiyo ni usiku bora zaidi kuliko kipindi chochote katika mwaka mzima. Siku 10 tu, usiku tu, kipindi kile ni bora kuliko usiku wowote katika kipindi cha mwaka. Sasa ni muhimu kuzitumia fursa hizi kwa ajili ya ibada, na katika ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiyafanya katika 10 hili la mwisho ni kukaa itikafu msikitini. Na hivyo inapendekezwa mtu kukaa itikafu katika msikiti ambao unaswaliwa swala ya Ijumaa, ukatafuta sehemu yako, hapa mimi ndio nitakuwa nikifanya ibada zangu, nikisoma Qur'ani, nikimdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, nikiomba dua, nikiswali sehemu yangu hii hapa. Hadithi ameipokea Imam Bukhari, kadhalika Imam Muslim kutoka kwa Bibi Aisha, kadhalika imepokewa kutoka kwa Abdullah ibn Umar. Anasema Bibi Aisha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'takifu fi al-ashr al-awakhir min Ramadhana, alikuwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam akikaa itikafu katika siku 10 za mwisho za mwezi mtukufu wa Ramadhani. Pamoja na jitihada zake za kupambana katika kuitafuta akhera na mjua nafasi yake, lakini katika sababu zilizomsukuma kukaa itikafu ni Lailatul Qadr. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hanbali katika Lataiful Ma'arif anasema, wa innama kana ya'takifu sallallahu alayhi wasallam fi hadhihi al-ashr talaban li Lailatil Qadr wa inqita'an 'ani ad-dunya wa tafarrughan li munajati Allah subhanahu wa ta'ala.
Hakika hapana vingine. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akikaa itikafu katika hizi siku 10 za mwisho za mwezi wa Ramadhani kwa ajili ya kuutafuta usiku wa Lailatul Qadr. Usiku wa Lailatul Qadr hutafutwa kwa sababu unapatikana katika siku 10 za mwisho, hasa katika zile siku za witri zile. Sasa lazima ufanye ibada hapo, na si kama wanavyowaza watu, na mambo haya yameshapitwa na wakati, kwamba utalala, utaota kuna jinyota limekuja limekuwakia. Hakuna. Ni usiku uliotajwa kwa alama zake, ambapo wewe unatakiwa uwe katika ibada wakati huo ili uzipate kheri zake. Kwa hiyo alikuwa akifanya itikafu kwa ajili ya kuutafuta usiku wa Lailatul Qadr, lakini pia kuikata dunia. Siku 10 si nyingi, kazi zipo, na maadamu sisi tuna watoto, tuna shida, tuna njaa, tuna afya, tutahitaji tu kwenda kazini, tutahitaji biashara, tutahitaji, zipo hizo. Lakini siku 10 si nyingi, kama ilivyokuwa mwezi wa Ramadhani wenyewe wote si mwingi, ayyama ma'dudat. Kwa al-Imam Ibn Rajab anasema pia ni kwa ajili ya kujikata na dunia, kadhalika kupata faragha ya kumnongoneza Allah subhanahu wa ta'ala. Wakati mwingine tunatoa mifano kwa ajili ya kuyakurubisha mambo. Siku 10 kwetu ni nyingi kujipinda kwa ibada, na hatuwezi kukesha, hatuwezi kutumia usiku mwingi kwa ajili ya ibada. Lakini kuna mambo mangapi ambayo sisi tulishawahi kukesha kwa ajili yake? Sio mambo ya ibada, hayajazi chochote katika akaunti zetu za akhira. Mambo mangapi? Huenda mengine yana faida katika dunia yetu, labda yatatupa riziki, lakini mengine hayana faida yoyote, si duniani wala akhira, na tumekesha kwa ajili ya mambo hayo. Kuna watu wanakesha sasa hivi mafundi cherehani kwa sababu oda za kazi zimejaa, watafuta dunia yao kwa ajili ya riziki, kama walivyofanya hivyo wakati wa shule zikifunguliwa. Kuna wengine wakesha kwenye viwanda vyao kwa ajili ya kazi. Kuna wengine wamekesha kwa ajili ya mpira. Mechi za mpira zinachezwa mbali usiku mwingi, na hawezi kuikosa mechi hiyo, ataisubiri. Sasa kuna faida gani ya kukesha kwa jambo kama hili, zaidi ya kwamba wapata furaha tu ya nafsi yako ambayo haina faida duniani wala akhira? Kuna watu walikesha kwa ajili ya ngumi, ndondi. Kuna mpiganaji wake anapigana, ngumi zinapiganwa mbali, tena usiku mwingi, usiku wa manane. Tuitoa mifano hii kuyakurubisha mambo. Mimi nasubiri bwana ayaangalie mapambano mpaka lile pambano limalizike basi. Kuna wengine wanakesha kwa ajili ya kula mirungi tu, wanasaga mirungi mpaka alfajiri inaingia ndio wanakwenda kulala. Kuna wengine wanakesha kwa ajili ya mazungumzo tu, itakuja story hii itaondoka, itakuja story hii itaondoka. Wengine wanafunzi wamekesha mwaka mzima hapa, kipindi chake cha mwisho cha mtihani anakesha. Wengine wanaweka maji kwenye madishi asilale asome. Lakini linapokuja suala la siku 10 za mwisho za Ramadhani ambapo kuna Lailatul Qadr ndani yake, basi usingizi unakuwa mwingi. Lakini kucheza michezo mingine katika siku hizo hizo hamna shida. Kwa wale wenye makera na madrafti, magemu mbalimbali, hamna shida, atapata nguvu. Lakini linapokuja suala la kukesha kwa ajili ya kusoma Qur'ani, kusoma ilmu, kuswali, nguvu hakuna, pana shida ya shaitani hapa. Ayuha nasu ibadallah, na wahusia pamoja na kuyusia nafsi yangu, hii ni fursa, hatujui kama tutaipata hizo siku 10, hatujui kama tutazifikia, hatujui. Tunamwomba Allah atufikishe na tuzipate kheri zake. Tukizipata hizi, hatujui kama tutazipata zinazofuata, sababu kipindi cha mwaka ni kirefu na uhai hauko mikononi mwetu. Tujipinde katika kusoma Qur'ani,
kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kuswali swala za sunna, swala za tarawih, tujitahidi kutoa sadaka. Hiki ndio kipindi chake. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal tawbatana برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. وصلى الله على سيدنا محمد. قوموا إلى صلاتكم.